Jana mwenyekiti mstaafu wa Chadema Mheshimiwa Freeman Mbowe jana alifanya ziara kwenda kumtembelea mwenyekiti wa sasa Tundu Lissu gerezani, lakini kwenye mitandao maoni yamekuwa ni mengi. Nini maoni yako? Kwanza sijajua kwenye mitandao maoni yakoje, kwa sababu unajua kwenye mitandao ya kijamii as long as mtu ana simu yake anafikiria anaweza akasema chochote wakati wote, na kwa bahati mbaya zaidi kuna habari nyingi za upotoshaji kuliko uhalisia ndio katika jumla yake. Kwa hiyo sijajua mitandao inasema nini, lakini as long as watu wana uhuru wa mawazo, kila mtu anaweza kujisikia kuandika chochote wakati wote. Sasa Mbowe kwenda kumtembelea Lissu nadhani ni jambo la kawaida, kwa sababu Lissu mwenyekiti wa Chadema, Mbowe ni mwenyekiti wa Chadema mstaafu, lakini ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu, na katika mazingira ya kawaida magereza sio sehemu nzuri. Ni sehemu ambayo ina stress nyingi, na mtu kama yuko stable msongo wa mawazo anaweza kupata kwa sababu ya mazingira na kwa nature ya majukumu aliyozoea kufanya, na amefungiwa sehemu moja, ni jambo gumu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye ama ameshapita huko, sababu Mbowe ana that experience, naye alipewa kesi ya ugaidi katika mazingira ambayo kila mmoja anayajua, ni jambo la kawaida kwake yeye kwenda kumpa moyo mwenzake na kujadiliana mambo mbalimbali ya kisiasa na kushauriana ili kama chama waone wanaendaje mbele. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, sio jambo la kushangaza, wala mimi sikushangaa nilivyomwona amekwenda, kwa sababu katika harakati zetu hizi za mageuzi, wengine tumekuwa kwa miaka 20 toka tuko wanafunzi. Mbowe amekuwa kwa zaidi ya miaka toka 92 wakati mageuzi yanaanza. Lissu alikuwa mwanaharakati, baadaye akaja akajiunga na sisi Chadema, tuko wengine tumeshaingia. Kwa ni safari ambayo ina struggle nyingi na mateso mengi sana. Kwa mtu ambaye experience hawezi kujua, kwa mtu ambaye kwa upande wa chama tawala hawezi kujua, kwa sababu don't feel that pain. Umeelewa? Kwa sasa katika mazingira kama yale, kupeana moyo na kujadiliana mambo mapana ambayo yanaendelea kwa nchi hii, of course haitakuwa kwa uhuru ambao ungependa kujadiliana, kwa sababu kwa magereza muda wote askari wako na wewe. Kwa hiyo ni jambo la kupeana moyo tu zaidi ya kusema kwamba kuna mambo deep ya nchi wanaweza kujadili, kwa sababu hakuna usiri wowote. Yako ni jambo zuri, na mimi niko Dodoma, lakini nitaenda kumwangalia kama ambavyo Mbowe alivyokuwa ndani, nilienda kumwangalia pasipo kujali kuna mambo gani yalikuwa yanaendelea, mambo mengine yalikuwa na ukweli, lakini politics mnagusana na kushikana mikono, hasa za kwetu za upinzani, pale ambapo mnapitia mambo magumu, lakini vivyo hata mambo ya faraja, lakini mnahitajiana zaidi pale ambapo mwenzenu anapitia mambo magumu.